Wakati press imefanyika juzi ya makamu mwenyekiti ndugu yangu na kaka yangu Heche, kuna upotoshaji kidogo aliufanya, ambao upotoshaji huo uliongelea kwamba Chama cha Mapinduzi hakina viongozi mpaka wanaazima viongozi kutoka vyama vingine, jambo ambalo sisi tunajua sio kweli, na ni jambo ambalo tunajua waliongea katika tensheni ambayo hawajajiridhisha. Jambo la kwanza, Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi tangu kuasisiwa kwake imekuwa ni moja ya jumuiya ambayo imetoa viongozi wakubwa, wazalendo, waadilifu ambao wamefanya kazi kubwa katika nchi yetu. Na jumuiya hii imepika viongozi ambao leo tunaweza tukasema tunajivunia. Sasa wao walimtaja Mheshimiwa Katambi kama waziri wa mambo ya ndani, wakasema huyu tulimlea akiwa kule Bavicha, na hatimaye Chama cha Mapinduzi wamemchukua, wamempa waziri. Sasa sijui wana uhakika gani kwamba akiwa Bavicha alikuwa wa kwao, sijui wana uhakika gani, kwa sababu siasa ni sayansi, na unapoenda kwenye vita lazima uwe mjanja wa vita ili uweze kushinda nini? Vita. Sasa hilo jambo tunawaachia wenyewe homework. Kwa hiyo hata Heche anapokuwa pale, wanaweza kusema huyu ni makamu mwenyekiti wetu, kesho akija huku akawa kiongozi, wasije wakashangaa pia, kwa sababu Heche anajua nini na maanisha. Sasa ninachotaka kusema hapa leo, tukiongelea makamu wa rais wa nchi yetu Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, ni zao la UVCCM, alikuwa mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi kwa miaka 10. Tunapomzungumzia waziri mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, ni zao la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Tunapomzungumzia waziri wa ujenzi Mheshimiwa Ulega, ni mjumbe wa Baraza Kuu la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Waziri wa madini Mheshimiwa Mavunde alikuwa mwenyekiti wa vijana mkoa huu wa Dodoma na mjumbe wa Baraza Kuu. Lakini waziri wa viwanda, waziri wa nishati Mheshimiwa tukianzia Mbeya, yuko ndugu Beno Malisa, alikuwa ni makamu wa mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Ukienda Mwanza, yupo ndugu Mtanda, alikuwa mwenyekiti wa UVCCM wilaya ya Bagamoyo miaka hiyo. Ukienda Geita, yupo ndugu Shigela, alikuwa kwa mama yetu pale, mjumbe wa Baraza Kuu. Ukienda Arusha, yupo Mheshimiwa Makala, alikuwa mwenezi, alikuwa muhasibu wa chama hiki na leo ni RC pale, lakini ni zao la Umoja wa Vijana kwa sababu alishakuwa kiongozi wa vijana. Kilimanjaro, yupo mzee wetu Nuruddin Babu, yeye ni mkimbiza mwenge miaka ya 80 huko, lakini ni zao la Umoja wa Vijana. Vijana ambao walikuwa vijana wa zamani, wamegraduate, wameweza kuiva vizuri, wanatumika katika taasisi mbalimbali ndani ya nchi yetu na katika maeneo muhimu ya nchi. Kwa hiyo Jumuiya ya Umoja wa Vijana itaendelea kuwa jumuiya bora ya kuoka viongozi ambao watakuja kutoa utumishi ambao utakuwa na malengo chanya ndani ya taifa. Sasa wenzetu wanaposema kwa upotoshaji kwamba hakuna viongozi, zaidi ya wizara 17 zinaongozwa na Umoja wa Vijana. Ukienda kwa wakuu wa mikoa, zaidi ya wakuu wa mikoa 18 wametoka Umoja wa Vijana. Sasa nyinyi waandishi wa habari mnaweza mkajua nani muongo na nani ni mkweli, lakini msisahau nilichowaambia. Wanasema Katambi alikuwa wa kwao, mwaulize wana uhakika, mengine tutaongea siku nyingine.